Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, leo tunawaletea somo zuri, mada adhimu kabisa. Mada hii isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwani kuna faida kubwa sana unakwenda kuipata siku hii ya leo. Lakini hilo kama utakuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa darasa letu la kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Na madhumuni ya kupeana darasa kama hizi, masomo kama haya, ni kuelimishana na kufundishana na kwenda katika njia iliyokuwa sawa sawa kabisa, na ile sio njia ambayo ya kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tutakwenda kuangalia jinsi ya kuwanyamazisha wale wanayekuzungumza kwa mabaya ama wale ambao wanayekuzungumza kwa uadui. Namna gani utawanyamazisha? Na utakwenda kuwanyamazisha kwa kutumia herufi ya kafu. Herufi ya kafu ndio leo tutakwenda kuliangalia somo hilo, na ili uweze kulikamata, uweze kulishika, na insha Allah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja kwa moja uende ukalifanyie kazi biidhnillahi Ta'ala. Ndugu zangu, kuna baadhi ya watu mitaani wanatuzungumza kwa mabaya, wanatuzungumza kwa chuki, na si mitaani tu, hata katika maeneo yetu tunayofanyia kazi, katika maeneo yetu tunayopatia riziki, wako baadhi ya watu ambao wanatuzungumza kwa mabaya sana. Yani mtu amekaa anaweza kumzungumzia mtu vitu vibaya ambavyo pengine wala ubaya huo hana, au mtu anafikia hatua anakwenda kumfanyia mtu wadui ambao pengine anamfanyia huyo anayefanywa wadui, pengine huenda akawa ni mtu anayemsaidia kabisa, lakini mtu anamzungumza kwa mabaya na anakwenda kumzungumza kwa wadui. Asa leo biidhnillahi Ta'ala tutakwenda kuangalia jinsi gani unaweza ukawanyamazisha wale ambao wanayekuzungumza kwa mabaya ama wale ambao wanayekuzungumza kwa wadui biidhnillahi Ta'ala. Na kabla sijaleta somo hili, ni watangazie ndugu zangu, tuna dua kubwa tutakwenda kuifanya tarehe 25 ya mwezi huu wa 6. Ni dua ya kufunga mwaka huu mpya, mwaka huu wa Kiislamu. Waislamu mwaka wetu tunaofunga mwezi wa 12 ambao ndio huu tulikuwa nao hivi sasa. Ina maana ikifika mwezi wa Haram inakuwa ni mwezi wa kwanza. Dua hii itashirikisha watu 50 tu. Utaratibu wa kujiunga, utapiga simu katika namba yangu ile ya kawaida, alafu utapewa utaratibu wa kushiriki na kujiunga katika dua hiyo. Lakini hii ni dua familia, bimaana kama baba akitaka yeye kushiriki katika dua hii, atashirikisha mpaka na watoto wake wote katika nyumba yake au familia nzima. Na namba yangu ni 0788905151 na Vodacom ni 0793052052. Tuingie katika hii mada ya leo, jinsi ya kumnyamazisha yule ambaye anayekufanyia uadui au anayekuzungumza kwa mabaya kwa kutumia herufi ya kafu. Dua hii unaweza ukaifanya kwa namna mbili, unaweza ukaifanya kwa njia mbili. Njia kwanza unaweza ukaifanya kwa kuandika, na njia pili unaweza ukaifanya kwa kusoma. Utaangalia mwenyewe njia nzuri ipi, lakini mimi ni shauri kwa mtu anayejua kusoma, basi ni vyema akafanya kwa kusoma. Ila yule asiyejua kusoma, basi anaweza akaandikiwa na akafanya kwa njia ya kuandikiwa, itakuwa ni bora zaidi. Nakumbuka kuna mtu mmoja, yeye hayupo hapa, yupo katika nchi ya Gabon. Huyo bwana alikuwa na jambo kama hili ambalo kwamba tunalizungumza siku ya leo. Yeye nilimwandikia, alafu nikamtumia kwa njia ya WhatsApp na akaenda kutumia biidhnillahi Ta'ala. Kwa hiyo kuna njia mbili, unaweza ukaandika ama ukaamua kusoma. Utaratibu wake unakuwaje sasa? Hapa ndo nisikize kwa makini ili uchukue utaratibu wake. Utaratibu wake, hii herufi ya kaf, kama utaamua kuandika, basi utachukua karatasi yako iliyokuwa nyeupe, kisha baada hapo unaweza ukaandika kwa wino wa zafarani, ama unaweza ukaandika hata kwa kalamu nyingine ya kawaida, lakini zafarani itakuwa ni nzuri zaidi, kwa sababu utapata kombe zuri kabisa ambalo kwamba utakwenda kutumia kwa matumizi ambayo nitakuelekeza. Kama utaandika kwa wino wa zafarani,
ina maana utaziandika hizi kafu, utaziandika hizi kafu zenyewe utaziandika 100, utaziandika 100, lakini kila ukifika kuziandika zikiwa kafu 10, basi utakwenda kuyaandika majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaloanza kwa herufi ya qaf. Yani mfano kishaziandika kwa karatasi yako kafu 10, alafu utaziandika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayoanza kwa herufi ya qafu. Ina maana kuna jina hapa ya Qayyum, ya Qahar, ya Qadir, ya Qahar, ya Qadir, ya Qaim, ya Qawi, ya Qadim, ya Qudus, ya Qarib. Hayo majina ambayo yanaanza na herufi hiyo ya qaf. Kwa hiyo utaandika majina haya kila baada ya kafu 10, kila baada ya kafu 10, kila baada ya kafu 10 mpaka unapata majina kafu ngapi? Unapata kafu 100. Ukishapata kafu 100, baada kuandika kwa wino wako wa dhafarani, utakachofanya utayaweka katika maji, alafu yale maji utatumia kwa njia mbili. Utatumia kuyanywa na utatumia kuyaoga. Utatumia kuyanywa na utatumia kuyaoga, na zoezi hilo utalifanya kwa muda takriban siku 7. Utakunywa na kuoga, kwa maana kila siku utakuwa unaandika hivyo, alafu unakunywa na kuoga. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili unaweza kutumia kwa njia ya kusoma, kwa njia ya kusoma. Na hapa ni shauri kwa mtu ambaye mwenyewe anaweza kusoma, basi ni vyema akatumia kwa njia ya kusoma, itakuwa ni bora zaidi. Bimaana atakuwa anazisoma hizi kafu zenyewe zikitimia 10, alafu anayasoma haya majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimaana ya Qahar, ya Qahir, ya Qadim, ya Qayyum, mpaka yatimia mangapi? 10. Na haya kipekee, haya majina nitayaandika hapo chini. Haya majina ya Mungu anayoanzia na kafu nitayaandika hapo chini ili uweze kuwa nayo na uweze kuyafahamu majina hayo, nitayaandika hapo chini. Kwa hiyo utatumia njia hiyo, utayakuwa unayasoma. Yakifika 10 unasoma majina, lakini usomaji wako wewe sasa utakuwa unayasomea yale maji, unayasomea maji. Ukishamaliza kuyasomea yale maji, alafu utakuwa unakunywa, mengine utakuwa unakwenda kukoga kwa siku hii moja. Kesho yake tena unachukua tena maji mengine, utaweka katika chombo chako cha maji kile, alafu utayasomea. Ukimaliza hapo unakwenda unayakoga, ukishakoga mpaka siku 7. Na kama yule ambaye hasijua kusoma, labda yeye anatumia kwa njia ya kuandika, basi atakuwa anatengeneza hiyo kila siku anatia katika maji, alafu atakuwa anakunywa, na mingine atakuwa anakwenda kukoga kwa muda wa siku 7. Wallahi lazim, kwa mtu atakayefanya njia hii, wale walikuwa na kuzungumzia kwa mabaya, wale ambao wanakuzungumzia si kwa shari au kwa chuki, hautasikia tena kitu kama hicho. Hautazungumzwa tena kwa mabaya kama utatumia njia hiyo ninayokuambia na ukafanya hivi ambavyo tunakwenda kuelekezana biidhnillah taala. Kwa hiyo insha Allah, hii ni njia nzuri, anaweza akaitumia yule mtu ambaye anazungumzwa sana kwa mabaya, anazungumzwa sana kwa choki, penda mabaya anazungumzwa hana kabisa, lakini watu akili zao, roho zao inafikia hatua wanamzungumzia kwa mabaya. Kwa hiyo katende hiyo, kafanya njia hiyo, utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Kwa hiyo tunafahamishana, tunaelimishana, ili kila yule ambaye atakayependa basi aweze kuchukua njia hiyo na aende akaifanyie kazi biidhnillah taala, ili kwenda kuona muujiza na maajabu ya dua hiyo. Kwa hiyo nimekupa na njia mbili. Na njia ya kwanza unaweza kutumia kusoma, au njia ya pili unaweza kutumia kwa njia ya kuandika. Njia zote ukitumia hizo ni nzuri, wala hazina mushkeli wa aina yoyote. Unakwenda kuwanyamazisha wale ambao wanakufanyia uadui, wale ambao wanakufanyia ubaya biidhnillah taala. Kwa leo tuishie hapa inshallah, tukutane katika kipindi kijacho na darasa lijalo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.